Nigeria naaga mashindano kwa hatua ya mikwaju ya penalty. Mechi ilienda dakika 120. Tunachokiangalia itakuwa fainali ya namna gani? Tunachokiangalia mechi ya Nigeria pamoja na mwenyeji ambaye ni Morocco ilikuwa ya aina gani mpaka kwenda dakika 120. So ukiwaangalia Morocco kama hawamo hivi, kama hawamo, wanapokutana na timu ambayo inaleta ule ugumu wa hali ya juu, maanake timu ambayo ina namna gani ya kupaki basi. Lakini Morocco ikiwa inaenda kukutana na timu ambayo muda wowote inafungua, Morocco ikikutana na timu ambayo tupishane, as well mechi inakuwa ngumu sana. Ni kwa sababu Morocco ni mpira ambao wanapenda, hawapendi kupaki basi kwa namna ya kukaa nyuma, wanapenda tupishane, ili mradi tu wao wanakushambulia na wewe uwashambulie. Maana yake nani atachagua kufungwa kwa wakati gani? Na hatimaye mechi ya Morocco na Nigeria waliamua kupishana, na tumeshuhudia dakika 120 kwenye mikwaju ya penalti, Nigeria anakosa mikwaju miwili ya penalti, so Morocco anakosa mkwaju mmoja. Hatimaye Morocco anaenda hatua ya fainali, anaenda kukutana na kisiki ama ni kizingiti kikubwa kabisa kwenye mchezo huu wa fainali. Anaenda kukutana na timu ambayo, taifa ambalo limejipambanua lenyewe. Ukiwa unaangalia Senegal wanacheza kwa swaga, wana swaga ya aina gani? Yaani wewe ukiwa unaangalia tu Senegal jinsi wanavyocheza mpira, wapi uende kwa nani, kwenye kutafuta matokeo, spirit ya timu, ule hali ya halisi ya upambanaji. Tunaenda kushuhudia fainali ambayo ni top quality ya Afrika, sio fainali tu oya. Tunaenda kushuhudia fainali ambayo iliyoshiba baina ya mwenyeji wa mashindano ambaye analitaka kombe kwa mara ya pili. Maana tunaenda kushuhudia Senegal ambaye mwenye kizazi cha dhahabu ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kupambana, kwa ajili ya kubeba mataji. Kila mmoja anapotafuta kucheza uwanjani, position wise inakuwa ni ya moto, position wise yao inakuwa wamejipambanua kwamba wao ni wa aina gani ndani ya bara la Afrika. So tunaenda kuwazungumzia kina Sadio Mane, huku Sadio Mane, huku Hakim Ziyech, lakini Brahim Diaz, mwamba mmoja sana ambaye anakimbiza, anacheza pale Real Madrid, ni mtu ambaye amejipambanua na amejitengenezea structure kwenye mashindano haya, kwamba yeye kuonesha kwamba kuna kitu anakitafuta. Maana mpaka sasa hivi ana goli 5 so far, maana yake kwenye kila mechi amefunga, tofauti ya mchezo wa jana tu ndio akubahatika kufunga kwa sababu ya Nigeria walifunga mirija yake ile ya yeye kuto kupita yeye. So ni fainali ambayo itakuwa ya kihistoria kwa upande wa Morocco, ambaye Morocco watu walikuwa, japokuwa ni quality, lakini kila kizingiti ambacho walichokuwa nakutana nacho, watu walikuwa wanaona Morocco anatoka leo anatoka kesho, Morocco anatoka leo anatoka kesho. So baada ya mechi na Tanzania, lakini everyday Morocco anaonesha kwamba yeye ni mkubwa, na ule ukubwa hakuupata tu kwa bahati mbaya, na anaenda kukutana na mkubwa mwenzie sasa ambaye na yeye huo ukubwa hajaupata kwa bahati mbaya, ameamua kuutengeneza yeye mwenyewe kwenye strategic zake. Ana kizazi kilicho bora, ana wachezaji waliojaa, waliosheheni ule quality kwa ndani ya Afrika. Unapoizungumzia Morocco, unapoizungumzia Senegal, so unazungumzia ni taifa ambalo limejaliwa vipaji, taifa ambalo limejaliwa wachezaji. So tunaenda kushuhudia fainali ambayo iko top. Kila mmoja alikuwa anatamani, lakini kwenye kutamani huku tusiwe na mafikirio yetu kichwani kwamba Senegal au Morocco anaweza kuchukua kombe kirahisi hivyo. Kila mmoja anaenda kupambania taifa lake, wale ni wanajeshi wanaenda kupambania mataifa yao. So turudi kwenye upande wa pili ambao tunazungumzia sasa, ni kombe la Mapinduzi limetamatika, tukishuhudia pale Dar es Salaam Africans akichukua kombe. Sajili ambazo zinaendelea, Yanga wakimtambulisha Alan Okello. So kuna taarifa kwamba Depu naye tayari utambulisho wake unakaribia. Upande wa Simba, Nyama anafanya mawindo yake pande za Ivory Coast.
magharibi kule akifanya mawindo yake kutaka kuongeza quality ya timu. Lakini je, tuangalie mpaka sasa hivi wachezaji hawajaingia bado, maana yake hawajapatikana kwa wakati. Maana yake hii sasa itampa changamoto kubwa sana kocha, wale wachezaji ambao amewahitaji wataingiaje kwa muda gani kwenye timu kwa haraka. Simba wapo kama late hivi, lakini ni strategic yao labda tuseme, lakini kwenye kimuundo wa mpira mpaka sasa hivi wako late, wako nyuma sana, na hii hatujui kwamba ni tatizo kwenye uongozi ama tatizo liko wapi. Kila mmoja anatafuta namna yake ya kulitafuta tatizo la Simba liko kwenye position gani mpaka hivi sasa. Mashabiki wanalia, mashabiki wananung'unika, kila mmoja ana kitu chake alichokibeba kichwani, moyoni, lakini kila mmoja anaangalia hatima ya Simba iko wapi. Bosi amesusa? Jibu hapana. Bosi yuko wapi kwa ajili ya kuiokoa Simba? Ni maswali ambayo yanawazunguka wana Simba walio wengi sana. So unapoizungumzia Simba, unapoizungumzia Yanga vitu vyao inaonekana sasa hivi kila kitu kinafanyika kwa wakati. Wameenda kumchukua Alan Okello, yaani ni kama wamepita naye tu ni swala la dakika moja tu. Alan Okello Mwananchi, maisha yanaendelea. So Yanga wameenda kumuongeza Damalo Kamala, wamemchukua Emmanuel Mwandengo. Ni mchezaji ambaye anaonekana ana kitu na anawezekana akafika mbali, tofauti na wale ambao waliomtangulia kama kina Offensive Kola. Mwandengo inaonekana kabisa ni wazi ni mchezaji ambaye ana kitu, ako nacho kabisa, ni unaona wazi huyu ni mchezaji, huyu ni wamo. So ukienda kuangalia usajili ambazo wamezifanya Yanga, yani wameenda kuangalia base. Tunamzungumzia mtu kama Musa Bala Conte, kama mechi ya juzi na Azam, anaonekana amerudi na amezima kweli. Juzi ameonyesha kwa nini Yanga walienda kumchukua Musa Bala Conte kutoka klabu Sfaxien na kumsajili wao na ile thamani halisi. Mechi na Azam, Musa Bala Conte huyu ambaye alikuwa anaimbwa, ikiwezekana atolewe hata kwa mkopo, ikiwezekana. Musa Bala Conte uwezo wake ulikuwa unaonekana mdogo ndani ya Dar es Salaam Africans, lakini ile quality yake ambayo ameonyesha mechi na Azam, kila mmoja anarudi kujitafakari mara mbili. Je, kumbe Yanga ilikuwa haikufeli kwenye usajili, Yanga ilikuwa imefeli kwenye mwalimu, na ni wazi kwa kila mmoja kwenye position yake anashuhudia na analiona hilo. So kimsingi tu kwa sasa hivi muda uliokuwepo sio muda rafiki tena, unaona, kwenye kutengeneza timu. Ni muda wa rafiki wa kuingia kwenye mashindano, maana tarehe 20 na mechi za kimataifa zinaanza, kombe la klabu bingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. So kila mmoja atajipima na kwa namna ambayo ametengeneza timu yake. Hakuna namna, kila mtu anahitaji kusonga mbele hatua ya robo finali. So na ndio mikakati ya timu za Tanzania. Hakuna timu ya Tanzania ina mkakati ambayo inaonesha ni wazi kwamba yenyewe inataka kwenda finali. Kila timu ukisikiliza ni kama mmoja alisema lengo lake ni kuingia makundi, wengine ukimsikiliza lengo lake ni kuingia hatua robo finali. So kila mmoja ataishi kwenye lengo lake. So tusubiri tuone, maana ukiangalia usajili ambao unafanyika na Simba ni hatua ya kufika kwenye hiyo robo finali yenyewe. Kweli Mungu mwenyewe ndo anajua. Ukiangalia Yanga kidogo unaweza ukakisia wanaweza kufika hatua ya robo finali, lakini wana kizingiti cha aina gani mbele yao? Na mpaka sasa hivi wana alama ngapi? Wana alama 4 na wanahitaji kufuzu. Wana kizingiti cha Ahali mbele yao, wana kizingiti cha FC FAR Rabat mbele yao ambacho walikifunga hapa nyumbani. So ukiwaangalia Yanga wanahitaji matokeo na wanahitaji kufuzu. Maana yake kufuzu hatua wanatakiwa wakusanye alama 10. So ni wazi muda sahihi, muda muafaka wa mapambano kuendelea. So hakuna la ziada ambalo tutaweza kulizungumza mbele yao, ni wao wenyewe na viongozi wao wanajua namna gani timu zao wanazitengeneza. Bwana, mimi ni Muna 28, sina cha kuongezea zaidi ya hapo. Tukutane next time, tutapiga stories zingine. Tunakupa dondoo za kispoti. Hakuna namna. Hii ni Kilindoni Media.